Hujambo na karibu sana katika ripoti ya muda huu Oktoba 16 ya mwaka 2024. Mslovakia wa kuitwa Lubos Blaha ameliambia shirika la habari la RT kutoka nchini Urusi alipozuru Moscow ya kwamba swala la Ukraine kujiunga na NATO yaweza kutokeza vita nyuklia, ambako pia Blaha ni mwanachama waziri mkuu wa Slovakia wa kuitwa Robert Fico, na alisema hivyo alipozuru Moscow mwishoni mwa wiki iliyopita kuishukuru Urusi kwa kuikomboa nchi yake kutoka kwa First World War II na kuomba radhi kwa kuongezeka kwa Rusofobia katika Umoja wa Ulaya na Amerika. Akizungumza na RT, Blaha alisema anaamini ya kwamba kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine na wakala wa vita wa Magharibi dhidi ya Urusi kunaweza kugeuka kuwa vita vya nyuklia. Alisisitiza wanahitaji kufanya kila kitu ili kuepuka hilo, na alitaja maoni ya Fico ya hivi majuzi ya kwamba Slovakia inapanga kueneza shirika la kujihami la nchi na mashariki la Ukraini kwa NATO kwa sababu ya tisho la vita ya ulimwengu inayosababishwa na hatua hiyo, na itakuwa ni kujiua ikiwa tutachukua Ukraini kuwa NATO. Ikiwa tunataka kuwa na vita vya nyuklia, basi hebu tufanye hivyo. Hatutakubali kuwasili kwa Ukraini katika NATO, Blaha amenukuliwa hivyo. Na pia aliendelea kusema ya kwamba anaamini moja ya sababu za mzozo wa Ukraini ilikuwa ya kwamba NATO ilipanuka na kufikia mipaka ya Urusi. Hii ni kweli tu wa kisayari, alisema. Haikuwa shirikisho la Urusi kwenye mipaka ya Marekani, ilikuwa NATO na Magharibi ya pamoja kueneza ushawishi wake na vifaa vyake vya kijeshi kuelekea mipaka ya Urusi. Na pia ameushutumu Umoja wa Ulaya kwa unafiki na viwango marudufu, akibainisha kuwa inapozungumzia haki ya Israeli ya kujitetea katika vita huko Gaza, je, basi Urusi haina haki ya kujilinda? Alihoji hivyo Blaha juu ya swala hilo. Na alipoulizwa kuhusu vikwazo vya Magharibi, Blaha alisema kuwa Urusi ni nchi ya kisasa inayobuniwa kiteknolojia. Vikwazo havifanyi kazi licha ya juhudi za Magharibi, alisema, akieleza ya kwamba kinyume chake vinaumiza uchumi wenyewe wa Umoja wa Ulaya. Nadhani vikwazo siyo sawa na tunahitaji tu kuacha hii haraka iwezekanavyo kwa kupitisha maazimio ya kijeshi na msimamo mkali dhidi ya Urusi. Umoja wa Ulaya pia unasaidia vita, Blaha amenukuliwa hivyo. Na pia alipoulizwa kuhusu ziara yake huko Moscow, Blaha alisema alitaka kuomba msamaha kwa nguvu hizi zote za kijeshi na Rusofobia katika Magharibi. Nimelishwa kama MEP na kama mwanasiasa Mslovakia kusikia chuki hii yote dhidi ya Urusi. Alifananisha na mazingira ya chuki wakati wa miaka 1930 na 1940 huko Ujerumani ya Nazi. Hiyo ni hatari sana na ya kutisha, na atafanya kila kitu kwa mazungumzo na Warusi na kwa mtazamo wa wazi wa wanasiasa wa Magharibi. Blaha alisema hivyo na alimaliza kwa kusema hivyo. Mwisho wa taarifa hii. Taarifa zingine zinafuata hapo baadaye. Karibu sana na endelea kututembelea kila wakati ili pia kufahamu mengi zaidi ambayo yanajili kutoka huko nchini Urusi, Ukraini pamoja na Mashariki ya Kati.